Bwana Yesu asifiwe. Basi nikualike katika kipindi chetu hiki cha Nuru Gizani, kipindi ambacho ni mwendeleo wa masomo mbalimbali ambayo tumekuwa tukijifunza kupitia chaneli yetu pendwa ya Rombo TV. Somo haya yanayokujia kutoka kwako mtumishi wa Mungu mchungaji Paulino Kuchiba. Basi nikualike tena siku ya leo ambapo tunapoenda katika kujifunza somo hili makini. Asante Mungu kwa upendo wako. Tunakushukuru sana kwa jinsi ulivyo mwema. Tunaenda kujifunza somo hili, tunaomba uzungumze na msikilizaji ili pia ukazungumze pamoja nami kupitia Roho Mtakatifu. Ni katika jina lake Yesu Kristo tunaomba, amina. Siku ya leo tunatamani kuangazia tena kipindi chetu kizuri katika kipindi chetu cha Nuru Gizani. Tumekuwa tukitembea na ukombozi wa wana wa Israeli kutoka utumwani kuelekea Kanaani ya ahadi. Safari ambayo waliiona ni imefunuliwa kwa ajili ya kutembea hapa duniani, japo ilikuwa ni typologically kuandaa kwa ajili ya umilele. Sasa nitukutie moyo katika kitabu kile cha Kutoka 14 fungu la 10 mpaka 13. Maneno ya Mungu yanasema ya kwamba mara baada watu wa Mungu hawa, neno la Mungu linasema, neno mazuri nisome tu. Kutoka 14 fungu la 10 mpaka na 13 inasema neno mazuri. Maneno mazuri yanasema hivi: Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hawa Misri mliowaona leo hamtawaona tena. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Biblia inatuambia maneno mazuri katika wasaa huu mzuri. Wana wa Israeli mara baada ya kutoka utumwani wamesikia sauti ya Mungu akiongozwa na mtu wa Mungu Musa. Na kwa kweli walienda si kwa matakwa ya Musa, walienda ni kwa matakwa na ukusudi la Mungu. Safari hii ambayo wao waliweka matumaini yao wengi wao kwa Musa badala ya kuweka matumaini yao kwa Mungu wa kweli. Wakati wanapoanza safarini kutoka katika mji wa Ramses, safari hii inapoendelea, wanafika mahali fulani wanaanza kulaumu. Na kwa kweli wanaanza kukumbuka nyuma. Safari ya wokovu katika maisha yetu imekuwa na changamoto kwa watu mbalimbali. Kuna watu wengine wasiojenga imani kwa Mungu wanalaumu viongozi badala ya kumlaumu au kuweka mahitaji yao kwa Mungu wa kweli. Pointi ya kwanza katika hili fungu inatutia moyo kwa jambo moja: hofu na kutafuta msaada. Katika neno la Mungu, Mungu alitamani kuwaonyesha namna ya kupata msaada. Wana wa Israeli wanafika mahali ambapo katika upande wa mbele kuna bahari, lakini nyuma kuna jeshi la Farao. Katikati yao wanashindwa waende wapi. Na kwa kweli mkono pia wa kushoto kaskazini kuna jeshi kubwa, kuna maadui ambao hata wakupaswa kupita. Lakini upande mwingine kuna milima. Wako katikati, hawana mahali pa kuelekea. Lakini Mungu alitakiwa achaguliwe katikati ya chaguzi na magumu wanayopitia. Wangerudi nyuma, wangemalizwa na jeshi la Farao. Wangeenda mbele, wangezama katika maji au katika bahari. Lakini wangeenda upande mwingine wakakutana na jeshi la adui. Wangeenda upande mwingine wakakutana na milima, mahali ambapo hawatapita. Neno la Mungu linatutia moyo katika kitabu kile cha Wafilipi 4 fungu la 6 na la 7. Neno la Mungu nasema kwamba msijishughulishe na chochote, bali katika kila jambo kwa maombi na sala na shukrani, na ombi lenu lijulikane na Mungu. Ilibidi tu wategemee mahitaji yao kwa Mungu. Kuna wakati watu wa Mungu walioitwa kwa jina lake watapita kwenye dhoruba. Wako watu wanaamini kumwamini Yesu kwamba ni furaha na mteremko. Kuna wakati kuna giza la magonjwa, kuna wakati kuna giza la dhambi, kuna wakati kuna giza hata la umaskini, lakini Mungu anatakiwa tukuze katika mazingira yale. Mungu anawaambia msiogope, simameni imara mkaone mkono wa Bwana, maana wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena. Ilibidi wadumu kwa maombi, ilibidi wadumu kwa neno la Mungu, ilibidi wajenge imani yao kwa Mungu pekee ili kuondoa hofu. Mara ngapi katika maisha yako umeweka tumaini lako kwa mchungaji? Umeweka tumaini lako kwa kiongozi? Kuna wakati dhoruba itakapokuja unaanza kutapatapa. Pointi ya pili, Mungu alitamani waelewe kukumbuka. Anatamani tusiwe watu wa kukumbuka nyuma na kukataa mabadiliko. Watu hawa Mungu wanapofika mahali fulani wanasahau upendo wa Mungu na kukumbuka nyuma Misri. Wanakumbuka vyakula vya nyuma, wanakumbuka ibada za sanamu na kukataa mabadiliko.
Mungu anaita watu watakao muamini Mungu kwa kujitoa toka mioyoni mwao, pasipo kuhesabu changamoto, pasipo kuhesabu magumu, makwazo wala magumu yote watakayopitia. Ndio maana katika neno la Mungu nasema Luka, katika kitabu cha Luka 9 fungu la 62, maandiko matakatifu yanasema, Yesu akawaambia, hakuna mtu aliyejiweka mkono wake juu ya plau akaangalia nyuma na anayestahili kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Hakuna mtu atakayeokolewa ambaye anakumbuka mambo ya nyuma. Kuokolewa ni kukataa vitu fulani. Wako watu leo wameamini na wameamua kumfuata Mungu, na kwa kweli wanajikuta ni watumwa wa dhambi, wanarudi tena Misri. Mungu anatuita tusirudi tena katika mambo ya nyuma. Pointi ya 3, uongozi wa imani. Mungu wetu anatamani tuwe na imani kwa Mungu wa kweli. Katika fungu hili la Kutoka linatueleza nani anatakiwa tumwamini, lakini natueleza, je, nani ni kiongozi katika maisha yako? Ndio maana Mungu anajaribu kuwaonyesha katikati ya maisha yao wanayopitia, imani yao waijenge kwa nani na uongozi wao uko wapi. Neno la Mungu linanitia moyo katika kitabu kile cha Isaya 41 fungu la 10. Neno la Mungu linasema, usiogope, kwa maana mimi nipo pamoja nawe. Usiangalie kwa hofu, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakuimarisha na nitakusaidia. Mungu wetu ni Mungu ambaye yuko karibu na watu wake. Yuko pamoja nawe, yuko pamoja nami. Katika changamoto utakayopitia, muamini Mungu pekee. Yeye ni kiongozi katika giza unalopitia. Usiogope, muamini Mungu, ataonyesha njia. Katika mahali ambapo unaona kuna njia, Mungu ana uwezo wa kuonyesha njia. Katika dhambi unayoona kwamba imekuwa ni kikwazo, Mungu kimwamini ana uwezo wa kukusamehe. Katika dhoruba na changamoto unayopitia, pointi nyingine, wokovu wa Bwana. Katika changamoto waliopitia ilibidi tu Bwana atukuzwe ili kuweka njia. Kitabu cha Zaburi 46 fungu la 1, neno la Bwana linasema, Mungu ni makao yetu na nguvu zetu, ni msaada wa haraka katika dhiki. Wokovu na wa Bwana. Yeye ndiye mwokozi na msaada katika njia zetu. Duniani humu kuna mambo mengi. Hebu muamini Mungu pekee, Yesu Kristo, aliyeteseka zaidi ya mwanadamu awaye yote hapa ulimwenguni. Pointi ya mwisho, msingi wa tumaini. Je, tumaini lako umeliweka wapi? Waisraeli aliwekiwa katika dhoruba, mbele bahari, nyuma jeshi la adui, lakini upande wa kulia changamoto, upande wa kushoto changamoto. Ilibidi tu wamwamini Mungu pekee ili awe msingi wa tumaini katika maisha yao. Wako watu nimewaona wakimwacha Mungu wanakimbilia kwa waganga. Mganga ni tumaini kwako? Ipo siku atakufa na atakuacha. Wako watu wanaacha tumaini kwa Mungu wa kweli. Wanaamini ndugu zao, lakini ndugu wanazeeka, wanakufa. Tumaini lako umeliweka wapi? Katika kitabu kile cha maandiko matakatifu, Warumi 15 fungu la 13, natutia moyo, Mungu wa tumaini awajaze furaha na amani katika kuamini, ili mpate kujaa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Muamini Bwana pekee, Mungu wa kweli, atakaye kujaza tumaini na furaha ya kweli. Ziko furaha fupi zinazopita hapa kwenye ulimwengu. Tumaini letu la kweli katika nuru ya giza, katika giza la maisha, inapatikana kwa Yesu Kristo. Chagua Yesu katika maisha yako, atakuwa kiongozi wa maisha yako. Songa mbele, mshindi. Mungu anakupenda. Basi tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana kwa ajili ya kipindi kizuri hiki. Kweli kuna wakati mtu fulani anapita kwenye changamoto na dhoruba fulani ambazo zimekuwa giza katika maisha yake. Mungu wetu, tusaidie tukuamini wewe pekee na kuweka tumaini kwako, ili tukauone mkono wako katika changamoto na maisha tunayopitia. Na kuamini utakuwa pamoja na msikilizaji na mtazamaji. Ni katika jina lake Yesu Kristo tunaomba. Amina. Mungu akubariki sana. Karibu tena kipindi kingine. Asante.